Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasor, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kwenye habari za biashara tunayo Sofia Amani, na michezo leo tutakuwa naye Muhammad Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais wa Jamhuri ya Finland Alexander Stubb awasili nchini na kuanza ziara yake ya kitaifa. Tanzania na serikali ya Jamhuri ya ZIEK wasaini mkataba wa kuondoa utozaji kodi ya mapato mara 2 na kuzuia ukwepaji kodi. Na mtazamaji karibu, na moja kwa moja tuanzie kwa rais wa Jamhuri ya Finland Alexander Stubb amewasili nchini leo na kuanza ziara yake ya kitaifa nchini Tanzania kuanzia leo tarehe 14 hadi 16 kwa mwaliko wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji, Finland na Tanzania zina mahusiano ya miaka 60 na zimekuwa zikishirikiana katika sekta za elimu, misitu, mageuzi na kwenye mifumo ya kodi, usawa wa kijinsia na maeneo mapya ya mabadiliko ya tabia nchi, ulinzi, uchumi wa wabulu, akili mnemba na tehama. Zaidi tuungane naye Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Rais Stubb mara baada ya kuwasili nchini amepokelewa na mwenyeji wake Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo viongozi hao wawili wamefanya mazungumzo ya pamoja na kuzungumza na vyombo vya habari. Katika ziara hii rais huyo atakuwa na matukio mbalimbali, ikiwemo kushiriki katika semina kuhusu urithi wa hayati Martti Ahtisaari, rais mstaafu wa Jamhuri ya Finland na mwanadiplomasia mbobezi aliyeshika nafasi mbalimbali, ikiwemo mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Namibia na Kosovo, na pia aliwahi kuwa balozi wa Finland nchini Tanzania. Mbali na viongozi wa kiserikali, rais Stubb pia ameambatana na wafanyabiashara kutoka nchini Finland, ambapo atahutubia katika jukwaa la wafanyabiashara wa Tanzania na Finland linalotarajiwa kufanyika tarehe 16 ya mwezi Mei mwaka huu ili kujadili fursa za kiuchumi na biashara baina ya nchi hizo mbili. Aidha, jukwaa la wafanyabiashara litakuwa na chachu ya kuchochea biashara na uwekezaji baina ya nchi hizi mbili, ambapo Tanzania inategemea kunufaika kimitaji pamoja na uwekezaji kutoka Finland. Halikadhalika, rais Stubb atahutubia katika semina ya vijana kuhusu masuala ya uvumbuzi itakayofanyika katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC iliyoandaliwa na mradi wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP. Rais Stubb pia anatarajiwa kuzindua mradi wa panda mti kibiashara Forland katika bustani ya jiji la Dar es Salaam Botanical Garden, pamoja na kutembelea mradi wa wanawake wanaoweza unaoratibiwa na UN Women uliopo Machinga Complex Ilala. Rais Stubb atahitimisha ziara yake nchini tarehe 16 ya mwezi Mei na kuagwa rasmi na rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jijini Dar es Salaam. Mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano wa Ikulu ya Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Charles Hilary umezikwa leo. Shughuli ya kuuaga mwili wake imefanyika Zanzibar na kuhudhuriwa na rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Zaidi tuungane naye Richo Chacha. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameongoza mamia ya waombolezaji katika kuuaga mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Zanzibar Charles Martin Hilary aliyeaga dunia siku ya Jumapili. Shughuli hiyo ya kuaga imefanyika leo Zanzibar, ambapo viongozi mbalimbali wa serikali, wawakilishi wa taasisi binafsi, ndugu, jamaa na marafiki walijumuika kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi huyo aliyetoa mchango mkubwa katika sekta ya mawasiliano ya serikali na taasisi binafsi. Akizungumza wakati wa tukio hilo, Rais Dr. Mwinyi ameelezea masikitiko yake makubwa kutokana na msiba huo, akimtaja marehemu kama mtumishi mwaminifu, mchapakazi na mwenye weledi mkubwa aliyejitolea kwa moyo wake wote kulitumikia taifa. Tuwe tayari kuwasifu na kuwaambia wafanyakazi wetu wakifanya vyema pale pale wanapofanya vyema. Tusingoje mpaka mtu kashatangulia mbele ya haki, leo hapa ndio tunatoa sifa zake. Charles alikuwa ni mfanyakazi mzuri. Sote tunatambua kazi kubwa aliyokuwa anaifanya. Ibada ya kumwombea marehemu iliongozwa na viongozi wa dini, ikifuatiwa na maandalizi ya mazishi yaliyofanyika Mwanakwerekwe, Zanzibar. Aidha, marehemu ameacha mke na watoto pamoja na kumbukumbu ya utumishi uliotukuka serikalini na katika sekta binafsi, hususan kutokana na umaridadi wake kwenye tasnia ya habari katika utangazaji, ambapo aliwahi kufanya kazi katika mashirika mbalimbali ya utangazaji ndani na nje ya nchi.
Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu Zanzibar, ilieleza kuwa Charles Hilary alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Mloganzila jijini Dar es Salaam baada ya kupelekwa katika hospitali kutokana na kuugua ghafla akiwa nyumbani kwake. Shirika la umeme nchini TANESCO limesema hatua ya ujenzi wa kituo cha kupoza umeme eneo la Mbagala jijini Dar es Salaam imefikia 70% huku ikiwa imekamilisha hatua ya kwanza ya ujenzi ambayo imewezesha upatikanaji wa MVA 50 ili kupunguza matatizo ya umeme kukosa nguvu eneo la Mbagala na Mkuranga. Goodluck Msola ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza baada ya kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho, mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme nchini TANESCO Lazaro Twange amesema kituo hicho kitatumia dola milioni 6.4 ikiwa ni sawa na shilingi bilioni 13 za Kitanzania, ambapo kitakuwa na uwezo wa MVA 170 sawa na megawati 165 zitakazosaidia kutatua changamoto ya umeme katika eneo la Mbagala na maeneo jirani. Uwezo wa kituo sasa umeongezewa uwezo mara 2 ya uwezo uliokuwa. Tuseme ni zaidi ya mara 2 ya uwezo uliokuwepo. Kwa hiyo changamoto unazozisema zinaondoka katika Mbagala yote hii. Sasa kwa namna tulivyogawana kazi sisi TANESCO, Kigamboni ni eneo jingine na lina maelezo mengine ambayo tutakutana huko, tunakwenda huko na tutakuwa na maelezo mengine tukifika Kigamboni. Mradi mzima huu tumesema ni dola milioni 6.4 ambazo kwa exchange rate ya sasa hivi ni zaidi ya shilingi bilioni 13-14 huko na kuendelea. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Temeke Sixtus Mapunda pamoja na msimamizi wa mradi huo mhandisi Bernard Mahia wamesema ujenzi wa kituo cha Mbagala umehusisha maeneo mawili, ambapo eneo la kwanza limefungwa transformer ambayo ina uwezo wa MVA 50 na eneo la pili limefungwa transformer yenye uwezo wa MVA 120 ambapo tayari MVA 50 zimekwisha ingia kwenye mfumo ili kuwasaidia wananchi wa Mbagala ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakipata shida ya umeme kutokuwa na nguvu. Ni washukuru wananchi wa Mbagala. Tuliwaambia wao wavumilivu, umeme muda sio mrefu utakuwa stable, na katika muda wote huu wamekuwa watulivu, hawajaleta taharuki, mpaka mambo yote yanakwenda vizuri. Hii phase ninayoiona ni phase number 1. Utapata megawati 500 na megawati 50. Baada hapo kuna phase nyingine 2 zitakazofuata. Tuna uhakika tutakuwa na umeme tuliokuwa nao hapa zaidi ya mara 2. Viwanda vyote vya Mbagala ambavyo wamiliki wawekezaji walikuwa wanalalamika, sasa umeme utapatikana wa uhakika. Na ndugu zetu majirani wa Mkuranga watapata umeme kwa uhakika. Kwa hiyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya jambo kubwa sana ndani ya muda mfupi, kuinvesti bilioni 6 katika kipindi cha mwaka mmoja. Sio jambo dogo, nadhani wote mnafahamu. Uwezo wa hii transformer yenyewe ni MVA 120. Kwa sasa kulingana na vifaa tulivyonavyo na uharaka wa uhitaji wa umeme kwa mazingira ya Mbagala na Mkuranga, tumeona tuanze na hizo megawati 50. Then phase ya pili ambayo itakamilika mwezi Julai tutaenda kwenye megawati 120. I mean MVA 120, ambapo sasa tukijumlisha na transformer iliyopo hapa ya MVA 50 tutakuwa na MVA 170 ambapo takribani megawati 165, ambapo ni zaidi ya mara 2 ya uwezo wa sasa wa kituo hichi. TV Habari imezungumza na baadhi ya wananchi wa Mbagala ambao wamesema hatua ya ujenzi wa kituo hicho inakwenda kujibu changamoto za wananchi wa eneo hilo ambao walikuwa wakikosa huduma stahiki, ikiwemo umeme kukatika pamoja na kuwa mdogo. Sisi tumefarijika endapo power ya nguvu ya umeme ikiongezeka kwenye mitaa yetu, tukiwa na uhakika wa umeme kwa muda wote, ndio maendeleo yenyewe. Maana tuko hapa kupambania maendeleo. Kwa hiyo leo hii tumeweza kuona mradi huu umetekelezeka kwa asilimia hizo ambazo mkurugenzi amezisema. Kwetu sisi ni faraja tosha. Na kwa sababu tupo hapa muda mrefu, tulikuwa tunahudhuria kabla hii mitambo haijaja vikao mbalimbali, mpaka leo mitambo imekuja, mkurugenzi alivyoongea ni sawa. Kwetu sisi tunafurahia, tumefurahi, tunashukuru, tunaomba iendelee kutekelezeka kwa asilimia 100. Adha zote ambazo tulikuwa tunazipata awali, umeme kukatika mara kwa mara, umeme kuwa mdogo katika baadhi ya maeneo, tumethibitishiwa na tumeona. Kwa maana ni kweli kwa kipindi kadhaa hapa tumekuwa ile hali ambayo tulikuwa tumeizoea ile sasa haitokei. Kwa binafsi mimi nafarijika kama mwana Mbagala,
kutoka kata ya Charami. Eneo la Mbagala kwa kipindi kirefu limekuwa likisumbuliwa na changamoto ya umeme mdogo, hali ambayo kwa baadhi ya nyakati viwanda vilijikuta vikishindwa kuzalisha kutokana na umeme kutokuwa na nguvu, hivyo kulazimika TANESCO kujenga kituo hicho ambacho kimefungwa transformer 2 ili kusaidia kuongeza nguvu ya nishati ya umeme. Watu 9 wakiwemo maafisa katika kampuni ya ununuzi wa tumbaku ya Global Leaf wamepandishwa kizimbani katika mahakama kuu kanda ya Tabora wakikabiliwa na mashitaka 15 ya uhujumu uchumi wa kukutwa na mali mabelo ya tumbaku zaidi ya 452 yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 182 ambayo imedaiwa walikuwa wakiyalangua na kutorosha kinyume cha sheria na ununuzi wa tumbaku na hivyo kusababisha hasara kwenye taasisi mbalimbali za umma zinazohusika na masuala ya tumbaku. Kutoka Tabora, taarifa ya mwanahabari wetu Joseph Ndau inasomwa studio na Nezia Masinde. Akisoma mashtaka hayo 15 mbele ya hakimu mkazi mwandamizi mkoa wa Tabora, Demetrio Nyakunga, wakili wa serikali Merito Ukongoji amedai washtakiwa hao 9, Emmanuel Umahe na wenzake, walikamatwa Mei 6 mwaka huu wakiwa na mabelo ya tumbaku 389 kwenye gala la kuhifadhia tumbaku na mabelo 63 yalikutwa yakisafirishwa kwenye gari. Hata hivyo, upande wa jamhuri umedai mahakamani hapo upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika, huku mahakama ikitoa masharti ya dhamana kwa washtakiwa wote 9. Kila mmoja anatakiwa aweke kwenye akaunti ya mahakama jumla ya shilingi milioni 15 fedha taslimu pamoja na wadhamini 2. Wakati huo huo, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ametembelea na kukagua gala la kuhifadhia tumbaku la kampuni ya Global Leaf na kuzitaka mamlaka za usalama mkoani Tabora, jeshi la polisi na TAKUKURU kuongeza kasi ya kuwasaka wanaolangua tumbaku baada ya kuwepo kwa taarifa kwamba kuna vikundi vya walanguzi kutoka nchi jirani za Afrika ya Mashariki tayari wameingia mkoani Tabora wakilangua tumbaku na kutorosha, hali ambayo inadaiwa inakosesha mapato serikali na kusababisha hasara kwa baadhi ya taasisi zinazojihusisha na tumbaku kihalali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika uchunguzi uliofanyika, TAKUKURU ikishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ilifanikiwa kuwakamata wafanyabiashara 3 kutoka wilaya ya Serengeti wanaojihusisha na biashara ya ulanguzi wa tumbaku katika wilaya ya Urambo na Sikonge, ambapo walikiri kujihusisha na biashara hiyo ya ulanguzi. Aidha, ilifanikiwa kuwakamata wafanyakazi 5 wa kampuni ya Global Leaf Tanzania Limited ya mkoani Tabora ambao wanashirikiana na walanguzi hao. Tunayo intelijensia kali. Unaweza ukafanya jambo lako, lakini na uhakikishieni hauwezi kufika mwisho. Tutaendelea na mambo mengine yanayoendelea, tutaripoti mengi ambayo tunapambana nayo. Na tupo kazini kuanzia sasa mpaka masoko yanaishi. Kwa hiyo watu wa bodi ya tumbaku, fuatilieni pia mjue Serengeti imefanyika hivyo. Kwa sababu kama tumewakamata hapa na wametokea Serengeti na ni wa Kenya na wameletwa na kampuni yetu ambayo tumeipa kibali ifanye kazi hapa, hatuwalaumu Global. Watumishi, ndio maana tumekamata watumishi wako 5. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili imetajwa kukabiliwa na changamoto ya upungufu wa chupa za damu kwa takriban 60%, kwani kwa siku hospitali hiyo hukusanya chupa za damu 30 hadi 50, huku uhitaji halisi ukiwa ni chupa 100 hadi 150. Wecho Chacha anaeleza zaidi. Ili kupunguza ama kuondoa changamoto hiyo, hospitali hiyo kwa sasa inashirikiana na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi na mashirika kuendesha zoezi la uchangiaji damu, ambapo leo imeshirikiana na benki ya KCB Tanzania na wameendesha zoezi la uchangiaji damu kwa hiari lililolenga kukusanya chupa za damu zitakazopelekwa katika hospitali mbalimbali za serikali nchini ili kusaidia wagonjwa wenye uhitaji na dharura. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo wakati zoezi hilo lililohusisha wafanyakazi pamoja na wateja wa benki ya KCB likiendelea katika makao makuu ya benki hiyo, afisa mhamasishaji damu salama kutoka hospitali ya Taifa Muhimbili Richard Masam amesema kuwa changamoto kubwa anayokutana nayo ni mwitikio mdogo wa wananchi kuchangia damu, jambo ambalo linatokana na kutokuwa na uelewa wa kutosha juu ya umuhimu wa uchangiaji damu. Upungufu upo na upo kwa kutosha, lakini wakati tunavyoweza tunajitahidi kama hivi kuja kushirikiana na wadau kama KCB na wadau wengine kwa ajili ya kuweza kukusanya, kwa maana ya kwamba kwetu sisi kwa Muhimbili kwa siku tunahitaji chupa karibia chupa 150 mpaka 180, huku mahitaji yetu kwa siku tunakusanya chupa 30 mpaka 50, huku mahitaji yetu yakiwa ni chupa 150 mpaka 180.
Kwa upande wake, kaimu mkuu wa idara ya rasilimali watu benki ya KCB Monde Lushako amesema ushirikiano kati ya KCB na hospitali ya taifa Muhimbili ni sehemu ya wajibu wa benki hiyo kwa jamii, na benki itaendelea kushiriki kwenye shughuli za kijamii zinazolenga kuokoa na kuimarisha maisha ya Watanzania. Sote tunafahamu kuwa damu ni muhimu katika kuokoa maisha ya ndugu zetu wenye uhitaji, na sisi tukiwa sehemu ya jamii tumeona ni vyema kuungana mkono ili kuwezesha hospitali zetu kuwa na akiba ya damu ya kutosha. Tunatumaini kwamba huduma hii itakuwa ni endelevu. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha Watanzania kuendelea kuchangia damu kila mara ili kwa pamoja tuweze kuokoa maisha ya ndugu, jamaa na rafiki zetu. Kuna kina mama wanaweza kwenye katika mchakato mzima kujifungua wanapoteza damu, sio kwa ujumla uhitaji ni mwingi. Sasa ningependa kuhamasisha tu, ni zoezi ambalo haliumizi chochote, as long as kiafya uko sawa, una mkizi katika umri kuchangia damu, kilo zako zinakuruhusu kuchangia damu, ni zoezi ambalo unatakiwa kulifanya kwa sababu hamna kitu unapoteza zaidi. Ni swala jema sababu unakuwa umemsaidia kwenye shida, hata vile vile katika imani ni swala ambalo tunasema ni kama sadaka. Nafikiri huo watu wawe na mtazamo chanya, kwa sababu kutoa damu hakuna kitu chochote unachokikosa zaidi ya kwamba unakuwa umeendeleza, wazungu wanasema umeendeleza human race kwenye kupambana na magonjwa na uhitaji wa vitu vingine kama ajali na mambo kama hayo. Aidha, zoezi hilo limetajwa kuwa ni hatua muhimu katika kuhakikisha hospitali zinakuwa na damu ya kutosha, hasa nyakati za dharura. Wakati idadi ya watumiaji wa huduma ya internet kwa njia ya fiber nchini ikiwa ni 1%, wadau wa huduma za internet nchini wameitaka serikali kuongeza nguvu katika kutanua wigo wa upatikanaji wa huduma hizo hadi maeneo ya vijijini ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ambayo yanataka kiasi kikubwa cha matumizi ya internet. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Wadau hao ikiwemo kampuni ya mawasiliano ya Nordic na Huawei ambao wamekutana na wadau wa masuala ya tehama nchini kujadiliana namna ya kuongeza idadi ya watumiaji wa huduma za fiber, ambapo kupitia kwa mkurugenzi wa usambazaji kutoka Nordic Chris Alda amesema bado nguvu inahitajika ya wadau hao ili kushirikiana na serikali kuongeza kasi hasa maeneo ya pembezoni ili kuwafanya wananchi kufurahia huduma za interneti katika maeneo yao. Kwa upande wao, wawakilishi kutoka kampuni ya Huawei, Lee na Luke, wamesema Tanzania kwa sasa imekuwa na soko kubwa la watumiaji wa interneti licha ya kuwa matumizi ya huduma hiyo kwa njia ya fiber bado yapo chini. Hivyo kama Huawei watahakikisha wanaleta vifaa na huduma rahisi kwa Tanzania ili kuwafanya Watanzania kutumia huduma za interneti katika maeneo yao ikiwemo ya kiuchumi. Hata hivyo, kwa mujibu wa chama cha watoa huduma za interneti nchini TISPA kupitia kwa meneja wake Mzee Boma, amesema umoja huo tayari umeshafanikiwa kuzungumza na serikali ili kupunguza gharama za kujiunga na huduma ya fiber kutoka $1,000 kwa kilomita moja ya waya hadi $200, huku wakiendelea na mazungumzo na serikali kuangalia namna ya kupunguza gharama nyingine za ushuru ili kuongeza idadi ya watu kujiunga. Mwanzoni kikwazo kikubwa kulikuwa ni tozo ambazo zilikuwepo. Huko nyuma ilikuwa mwanachama wetu au mtu wa huduma internet kila anapotaka kuweka waya kwa ajili ya kusambaza internet, yani optical wires ambazo ndio media zinazotumika kusambaza, alitakiwa alipe $1,000 kwa kila kilomita moja ambayo alikuwa analaza fiber yake. Sasa fikiria mtu anataka kupeleka huduma labda kutoka City Center kupeleka Kigamboni ambako ni kilomita kama 30. Ina maana unazidisha 30 mara 1,000 ni $30,000, ambazo hizo ukija kuzibadilisha kwa viwango vya kubadilisha fedha ni kiasi kikubwa cha fedha. Sisi kama TISPA kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine tukapigania serikali ikapunguza tozo hiyo kutoka hicho kiwango cha $1,000 kwa kilomita mpaka sasa hivi ni $200 kwa kilomita. Kwa hiyo kumekuwa na ongezeko kubwa katika utandazaji wa hizi fiber kutokana na punguzo hilo ambalo lilikuweko. Kwa hiyo ni matumaini yetu sasa hivi kwamba hawa watu wa huduma
watasogeza hizi huduma kwa watumiaji, kwa vile kile kikwazo ambacho kilikuwepo cha tozo kubwa za kulipia gharama za usambazaji wa fiber zimepunguzwa na serikali. Kampuni ya uchimbaji wa dhahabu ya Geita Gold Mining Limited GGML kwa kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Geita imeendelea kushirikiana katika juhudi za kujenga jamii bora yenye maadili na inayokataa vitendo vya rushwa. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inaeleza zaidi. Akizungumza katika warsha ya siku 2 ambayo imefanyika kwenye manispaa ya Geita, mkurugenzi mtendaji wa GGML Dulani Achal amesema kampuni hiyo inatambua kwa kina athari za rushwa katika jamii, ikiwemo kupunguza imani ya wananchi kwenye taasisi na kuvuruga maendeleo endelevu. Alisisitiza kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni wajibu wa kila mmoja. As we gather here today, it's important to reflect on the role GGML and the PCCB play in upholding these values in our societies. We are all fully aware of the impact corruption can have, not only on our business, but also on the broader community. You would all agree with me that corruption erodes public trust and undermines sustainable development, which is why it is our shared responsibility to ensure we're doing everything in our power to create a corruption-free environment. Kwa upande wake, katibu utawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombati, ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika warsha hiyo, amesema kuwa jukumu la kupambana na rushwa ni si la TAKUKURU peke yake, bali ni la kila mwananchi. Kwa msingi huo, mapambano dhidi ya rushwa sio jukumu la TAKUKURU peke yake. Ni jukumu letu sote na jamii yetu sote. Lakini ninawasihi wadau wote kuunga mkono jitihada za taasisi yetu ya TAKUKURU na taasisi nyingine katika kuzuia, kudhibiti vitendo vya rushwa na kutoa taarifa pale ambapo kuna viashiria vya vitendo vya rushwa. Wakiwemo wenzetu ambao ni wadau wakuu katika warsha hii GGML, napenda kuhakikishia kwamba TAKUKURU itahakikisha mnaendesha shughuli zenu katika mazingira ya uadilifu yaliyo huru dhidi ya vitendo vya rushwa, na tunaendelea kufanya uchambuzi wa mifumo hatarishi na kutoa mapendekezo yatakayofungua mianya ya uwazi na uwajibikaji, huku tukishirikiana nanyi kuimarisha programu za uadilifu mahali pa kazi. Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Luge amesema kuwa warsha hiyo ni sehemu ya maandalizi ya kuhakikisha kuwa mchakato wa uchaguzi mkuu ujao unafanyika kwa uwazi bila vitendo vya rushwa. Pamoja ni pamoja na kuishirikisha jamii, kushirikisha wadau wote kwenye mapambano, kwenye kuzuia wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Na tutakachokifanya, jambo la kwanza tutakaolifanya, tutaita waandishi wa habari wote, tutazungumza nao kwenye mikakati, tutaita asasi za kiraia, tutaita viongozi wa dini, lakini makundi yote jumuishi katika mkoa wetu wa Geita tutawaita kwa ajili ya kujadiliana kwa pamoja, ili kwenye uchaguzi wetu isiwepo element yoyote ya nini, ya rushwa. Kwa hiyo tunajipanga na tutalifanya namna hiyo. Warsha hiyo ilijumuisha mada mbalimbali zikiwemo aina za rushwa, athari zake za maendeleo ya kijamii na kiuchumi, pamoja na mbinu salama na fanisi za kuripoti vitendo vya rushwa. Kauli mbiu ya warsha ya mwaka huu ilikuwa ni kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Maboma ya zahanati yaliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi katika kata mbalimbali za halmashauri ya Shinyanga yameanza kuchakaa kutokana na kutokukamilishwa kwa wakati, hivyo kuiomba serikali kukamilisha maboma hayo ili yasiendelee kuharibika na nguvu za wananchi zisipotee na kuwawezesha wananchi kupata huduma karibu. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Wakizungumza kwenye baraza la madiwani la halmashauri ya Shinyanga, baadhi ya madiwani wa halmashauri hiyo wameiomba serikali kukamilisha maboma ya zahanati yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi ili yasiendelee kuharibika, ili yaweze kukamilika kumaliza tatizo la kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya. Idara ya afya kata yangu ya Imesela kila mwaka tumekuwa tukiipa kipaumbele hasa katika utekelezaji wa bajeti. Lakini cha kushangaza, kwa muda huu wa miaka yote mitano halmashauri haijafanikiwa kutoa vipaumbele katika kata ya Imesela, hasa kwenye idara ya afya, hasa kwenye miradi ambayo ni ya utekelezaji ambao wananchi wameianzisha. Kwa mfano,
kijiji cha Mwamanyuda kina zahanati pamoja na jengo la OPD ambalo lina miaka zaidi ya 10 limejengwa lipo usawa wa Lenta, lakini mpaka navyoongea hivi sasa hatujapokea fungu lote kwa ajili ya kuendeleza jengo lile. Mimi nina boma moja ambalo liko katika kijiji cha Kadoto, ni boma la zahanati. Mheshimiwa Mwenyekiti, lile boma limeshafika usawa wa Lenta. Ni nguvu za wananchi pale zimetumika kuanzia mwanzo mpaka hatua iliyopo sasa. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Shinyanga Dr. Kaleko Kasanga ametoa ufafanuzi juu ya hoja zilizowasilishwa na madiwani hao na kusema kuwa wataangalia uwezekano wa kumaliza tatizo la maboma yaliyokaa muda mrefu. Hili liko pamoja na maboma mengine. Tunategemea tukienda tutapata majibu kwa sababu tuna maboma ambayo thamani yake nadhani mara ya mwisho kama kumbukumbu zangu ziko sawa ilikuwa kama ni milioni 400. Sasa kusema halmashauri itoe milioni 400 tu kumaliza maboma, tutashindwa kuendesha shughuli zingine. Lakini pia tukizidi kuyaacha, moja inakatisha tamaa wananchi kujitolea, lakini pili yanaharibika. Kwa ndio maana tumelipa hili swala umuhimu wa kipekee, na kabla ya tarehe 15 wanaoenda watakuwa wameenda, na baada ya hapo tutapata majibu ambayo si lazima kwenye baraza, lakini tutayawasilisha kwa kutumia njia nyingine. Upande wake katibu tawala wilaya ya Shinyanga Saidi Kitinga amewataka watendaji wa serikali na madiwani kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuyapatia ufumbuzi matatizo yaliyopo. Muungane wote timu moja, isitokee kuwa tunakwenda tofauti. Tufanye kazi kwa pamoja. Kama kuna changamoto tujadili kwa pamoja na tutafute jukwaa sahihi tujadili ili siku mwisho tuungane pamoja tufanye kazi kwa pamoja. Lakini pia haiwezekani wewe ni mtumishi pia, ni mtumishi katika maeneo yako, ukazani kwamba ukiacha kutekeleza majukumu yako kuna mtu atawajibika. Zaidi ya wafanyabiashara 400 kwenye eneo la biashara la stendi ndogo jijini Arusha wameiomba serikali kutambua uwekezaji waliofanya eneo hilo mara baada ya maduka yao kufungwa, huku yakibandikwa karatasi za maandishi zinazowataka wasiendelee na biashara kwa kile kinachoelezwa kuwa eneo hilo linatakiwa kubomolewa ili ufanyike uwekezaji mwingine. Hazla Omari anayo taarifa zaidi kutoka Arusha. Wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika eneo hilo, wafanyabiashara wamesema kuwa serikali imefanya maamuzi bila kuwashirikisha, hivyo hawajui hatima yao licha ya kuendeleza eneo hilo lililokuwa kichaka kwa zaidi ya miaka 30 ambalo hivi sasa linaingiza mapato ya zaidi ya milioni 100 kwa mwezi. Huyu mfanyabiashara wa stendi ndogo, tukianzia hiyo miaka ya nyuma, ni miaka kama sikosei tuseme miaka 25, amekuwa akitoa pesa yake na hajawezeshwa na serikali. Amepewa tu uwanja, akajenga kwa mikono yake, akajenga kwa pesa zake, akaekeza mzigo ambao hata hajasaidiwa na serikali. Amekopa benki, amejiwezesha yeye mwenyewe kwa akili zake, akaweza kufika hapa tulipofikia. Huyu mtu leo hii anatengewa bilioni 1.6 abomolewe, kitu ambacho amekianzia mbali kwa ugumu. Ina maana kwamba hapa palikuwa ni msitu, kwa siku moja aje abomolewe. Si ajabu hata atabomolewa akiwa na mizigo yake ndani, bado ni hasara. Tunamrudisha huyo mtu, atakuwa na mawazo ya misongo kiasi gani? Hawa watu 400 ambao tuko hapa, tunachoomba jiji wanapotaka kuendeleza, sisi tayari tupo kushirikiana nao. Kwa tunachoomba ni watukubali, tukae nao chini tuzungumze, na ni rahisi tu, tukae tukubaliane kwamba nyie watu 400 mko tayari kufanya nini hapa. Sisi tunataka kuendelea kufanya biashara hapa, lakini wote tunakiri kwamba tunataka maendeleo. Wanataka kuleta magorofa, wanataka kuleta maeneo mazuri, tumekubali kabisa. Sisi tunacholilia ni haki yetu ya uwekezaji, ni haki yetu ya kufanya biashara hapa. Unawatoa watu 400 stendi ndogo, unawapeleka wapi? Yaani hatusikilizwi kama wawekezaji. Stendi ndogo ni eneo pekee ambalo linatoa milioni 100 kwa serikali ambayo haijawekeza chochote kwenye hilo eneo, lakini kila mwezi wanaweza kuvuna milioni 100. Mara baada ya majadiliano kwa saa kadhaa, wafanyabiashara hao walipeleka malalamiko yao kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ya Arusha, ambapo wameahidiwa kushirikishwa kwenye maamuzi yoyote yatakayofanyika eneo hilo. Sio wote hapa mliopo hapa, sio wote mnalipa jiji, wengine mnawalipa landlords. Mimi natakuwa nipeleke halmashauri ya jiji 200,000 tu, kwa sababu kule jiji nasomeka mie. Mimi Jacobo silipi. Jiji wanachojua kwamba frame hii hailipi. Matokeo yake jiji wanakuja kufungia, anayeathirika hapa ni mie.
sio yule baba niliyemlipa. Si mnanielewa? Kwa hiyo ugomvi wetu sisi sio na wale ambao wanalipa kwa landlords. Ugomvi wetu sisi ni kwa wale wanaochukua hela kwenu alafu wao watimizi wajibu wao. Hivi mnaelewa? Nasema hivi, ikitokea kwamba sio sasa hivi, baadaye kuna mabadiliko, tutaitwa, tutakaa, watasema tunalo hili na hili na hili, lakini ikakarabatiwa kama wale majenga, kwa sababu wanachodai huko juu sio wanataka kutumia naye maduka. Lakini maduka yenu nyie mlioko chini kale vibata vya mzunguko, mtapata maduka yenu, lakini si leo. Umeelewa jamani? Lakini kuvunjwa si leo. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ameiagiza bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria kuhakikisha jarida waliloliandaa kuhusu kukabiliana na uvamizi wa gugu maji jipya katika Ziwa Victoria, Salvinia molesta, linawekwa katika mifumo mbalimbali ili jamii iweze kuona, kusoma na kusikiliza vizuri. Emmanuel Meshak anatuarifu zaidi. Mtanda ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa jarida hilo linalohusu kukabiliana na uvamizi wa gugu maji katika Ziwa Victoria, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuliweka katika mifumo mbalimbali ikiwemo mfumo wa nakala na mitandao ili wananchi wengi waweze kupata nafasi ya kulisoma na kupata uelewa, kwa sababu watu wetu wengi ni wapenzi wa utumiaji wa mitandao. Kwa hiyo ni lazima jarida lenu liingie kwenye mitandao ili lisomwe na watu. Lakini pia nyinyi mnafahamu Watanzania wengi sisi tuko bize kutafuta maisha na wengi hatujishughulishi kusoma. Kwa hiyo lugha yenu ni lazima iwe lugha itakayowafanya watu waweze kuielewa kwa urahisi. Lugha nyepesi, lakini lugha ya picha. Unaweza ukatengeneza kaklipu kadogo kanako translate hiyo jarida kikachezwa kwenye mitandao mbalimbali. Elimu itafika zaidi kuliko hata jarida, kwa sababu hili jarida mimi na watu wachache tutalisoma, lakini watu wengi wetu wanapenda kusikiliza zaidi kuliko kusoma. Naye mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria, Dr. Renatus James, amesema jarida hilo ni maalum na limelenga kuhakikisha taarifa muhimu ya shughuli mbalimbali na jitihada ambazo zimefanywa na serikali katika kupambana na gugu maji, ikiwemo mipango ya baadaye. Lengo letu la kuzindua jarida hili ni kwamba tunalenga kufikisha elimu kwa wananchi, hasa waweze kufahamu nini maana ya gugu jipya ambalo tunalotamka gugu jipya Salvinia molesta, maana yake ni nini. Kwa hiyo kwenye jarida pamefafanuliwa vizuri. Kwa hiyo wananchi watakaposoma ni kwamba tutakuwa na uelewa wa pamoja kati ya sisi wataalamu, lakini pamoja na wananchi wanaozunguka Ziwa Victoria watapata uelewa. Na nje ya ziwa nje ya nchi, yani wananchi wanaozunguka Ziwa Victoria, kwa sababu Ziwa Victoria ni ziwa ambalo ni shirikishi. Maji yake ni Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi mpaka yanafika. Kwa hiyo tunapozungumza bonde la Ziwa Victoria maana yake linajumuisha nchi 5. Zoezi hilo la uzinduzi wa jarida la bonde la maji bonde la Ziwa Victoria limeshuhudiwa na viongozi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa bonde la Ziwa Victoria. Mtazamaji, hii ni TVE Habari na mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa yetu ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Tanzania na serikali ya Jamhuri ya ZIEK wasaini mkataba wa kuondoa utozaji kodi ya mapato mara 2 na kuzuia ukwepaji kodi.